Nasema una faida kwangu. Na wewe huna faida kwangu. Wewe nani kwani? Wewe nani? Wewe kwani nani? Wewe nani? Mimi hapa nimekuja na mambo ya maana. Au mambo ya maana. Acha tupandishe wazimu, njoo kaa kwenye foreni. Tuko hapa toka saa 4 asubuhi. Panga foreni. Mshasikia ofisi ya rais. Nyinyi mnafanya nini hapa? Na mnaleta kelele. Mbona rais bwana? Tumekuja kumuona rais, ofisi ya rais tumekuja kumuona rais. Nisikizeni. Kelele zinapatikanaga sokoni, kwenye maduka ya mangi, kwenye vijiwe vya hapa huwezi kuleta kelele. Changamoto. Nisikilizeni. Kwani hapa kuna kelele? Ofisi ya rais ni sehemu ya kuheshimiwa. Hivi mnajua hii sehemu nyeti sana? Nyeti wapi? Sisi tumekuja hapa. Nataka nikwambie katika moja ya vifungu vya sheria. Usalama wapi wewe? Mimi nawajua watu wa usalama. Hawezi kuwa usalama huyu wewe. Bwana vipi? Una matatizo gani hapa? Mimi huyu. Wewe nakuuliza mimi wewe. Si mwenzangu uko nyuma? Sio umekaa kwenye foreni pamoja na mimi afu unaniuliza matatizo yangu. Wewe rais. Mimi nikikwambia matatizo yangu utayasikiliza. Si unakufa hapa wewe. Mimi sio rais, lakini mimi nakuuliza wewe kama mwenzangu tuko hapa hatuwezi kuwa wewe, mimi siwezi kuwa mwenzako kwa sababu mimi nina matatizo yangu, wewe una matatizo yako. Ya kwangu mimi nikikusimulia wewe unadondoka hapa unakufa siku 3. Basi tukae foleni tuendelee. Hata ukiweka Costa. Mbona maneno mengi bwana? Kwa nini weka hata Haya sawa. Eti unaniuliza una matatizo gani? Yaani Tanzania kanaweza kunisaidia. Wewe ni matatizo yangu mimi nikikwambia wewe unakufa hapa. Unakufa vipi bwana? Hichi kichwa nikupe. Mimi nimekuambia rais sasa nikuuliza bwana. Nani tena? Wewe njoo bwana. Hebu teremka chini bwana. Teremka chini hapo. Wewe unanifahamu? Mimi sikufahamu. Mimi hata nikikufahamu wewe una faida gani kwangu? Hebu teremka chini bwana. Wewe uone foleni hii bwana. Si hapa tumekuja tangu alfajiri, wengine wamelala hapa. Umeona kama yule kule kalala hapa. Wewe vipi bwana? Sasa kulala hapa mimi hainisaidii kitu. Mimi nimekuja na shughuli zangu, naingia zangu hapa. Wewe unanizuia. Unanifahamu vizuri mimi? Hata nikikufahamu mimi hauna faida kwangu. Hebu teremka chini bwana. Wewe una faida gani kwangu? Na mimi una faida vile. Acha ujinga. Acha ujinga vipi bwana? Bwana rudi bwana. Alafu unasikia? Tafadhali bwana, hebu rudi. Nasikia ndio, nasikia. Unasemaje? Mbona unifuatilia wewe unaifahamu wewe? Hata nikikufahamu mimi nasema una faida kwangu. Na wewe huna faida kwangu. Wewe nani kwani? Wewe nani? Wewe kwani nani? Wewe nani? Mimi hapa nimekuja na mambo ya maana. Au mambo ya maana. Acha tupandishe wazimu, njoo kaa kwenye foreni. Tuko hapa toka saa 4 asubuhi. Panga foreni, nisubiria. Asante bro. Bwana afadhali bwana, wewe umefanya jambo la maana sana. Huyu anaifanya tete. Kutoka asubuhi hapa. Anaifanya sijui nani. Bwana, halo. Bwana njoo bwana. Hebu njoo kwa tuelewane. Nimesalimia, si nimesalimia jamani. Sawa, umesalimia. Kwani kusalimia tabu? Hapa chooni. Unaingia na wakuta nimewasalimia njoo kwanza basi njoo. Umeona hii foleni? Si tupo hapa tangu jana, tumelala hapa jana. Sawa. Ndio, kama tumelala hapa sisi tunataka tumuone wewe mtu ndani. Na mimi nimelala nyumbani nimekuja kumuona. Bwana njoo bwana. Bwana njoo. Mbona utufanyia vurugu bwana? Wewe mzee mwenzangu, hebu tuheshimiane basi. Na wewe tuheshimiane vile vile. Unajua mimi nani? Wewe nani? Wewe unanijua mimi nani? Au nani? Wewe nani? Hebu teremka bwana. Hebu teremka. Ndugu zangu vipi? Huyu hapa. Safi bwana. Mzee, mtu mzima kabisa. Vipi hapa kelele tena? Bwana sisi tumekuja hapa ofisi ya rais. Hebu ngoja kwanza. Mnajua hapa ni wapi? Wapi? Mnajua hapa wapi? Si ofisi ya rais. Mbona mnaongea kama mko sokoni? Hivi unajua wewe utakaa wapi? Yaani umeshamuona boss unaanza kujisogeza. Hivi tusikilizane basi. Ndio. Unajua ofisi ya rais, ndio, tawala za mikoa na serikali za mitaa, kwa kifupi tunasema TAMISEMI, ina ofisi nyingi sana ambazo zinadili na vitu vya serikali. Ni ofisi nyeti. Mshasikia ofisi ya rais. Nyinyi mnafanya nini hapa? Na mnaleta kelele. Mbona rais bwana? Tumekuja kumuona rais, ofisi ya rais tumekuja kumuona rais. Nisikizeni. Kelele zinapatikanaga sokoni, kwenye maduka ya mangi, kwenye vijiwe vya hapa huwezi kuleta kelele. Changamoto. Nisikilizeni. Kwani hapa kuna kelele? Ofisi ya rais ni sehemu ya kuheshimiwa. Hivi mnajua hii sehemu nyeti sana? Nyeti wapi? Sisi tumekuja hapa. Nataka nikwambie katika moja ya vifungu vya sheria. Usalama wapi wewe? Mimi nawajua watu wa usalama. Hawezi kuwa usalama huyu wewe. Anafuga ndevu. Wewe tumekuja kumuona rais. Wewe bwana, wewe mbona makelele bwana? Tumekuja kumuona rais. Hebu endeleeni, mkimaliza mtaniambia.
Kwa sababu sasa okay, ngoja tuonyeshane sasa. Nyinyi wakina nani, mimi nani? Ndio mnachokitaka. Sikiliza mheshimiwa. Naona ndio mnachokitaka. Bwana njoo basi njoo. Subirini. Ngoja niwapigie. Nyinyi si wanaume. Na wapigie wanaume wenzenu. Hapo ndo niliposema wewe sio mwanaume. Yaani wewe wapigie wanaume gani? Sisi tumekuja hapa. Ngoja tukwambie bwana. Wewe, nyamaza. Sikiliza. Wewe ndio tusikilize sisi. Sisi ndio tutajenga haya majengo. Sisi tumekuja hapa ni wananchi. Tangazo limetoka wiki ya pili. Kila mwananchi atasikilizwa na mheshimiwa rais. Ndio. Shida zake personal. Mimi nyumbani kwangu mtu umeingia ndani ya nyumba. Nimekuja hapa ofisi ya rais nionane na rais. Sasa angalia jinsi gani 12 zimechukuliwa. Unaona ulivyokuwa na akili. Mimi tena. Mto umeingia ndani ya nyumba, unashangaa kati mto mdogo. Mbona godoro limeingia ndani ya kitanda? Yaani mnaleta utoto mnaeleweshwa msikii. Mnaambiwa vitu wa msikii. Wewe nakwambia kabisa hapa ofisi ya serikali ya msikii. Nyinyi mnataka mtu aseme nini mpaka leo? Wewe unaleta mambo ya mkeo, unaleta mambo ya mkeo hapa. Kwa nini mpaka wanaume tuongee kwa nguvu? Kwa nini mpaka wanaume tuongee kwa nguvu? Mheshimiwa. Tusikilizane, nyinyi mmekuja. Sikiliza, vipi mtu mzima Mandela ashakupa? Nawaambia hivi, kuna keko, kuna segelea, kuna mvuti, kuna stakishari. Zimeumbwa kwa ajili yenu. Hebu sogeni hapa. Bosi, nimetokea mvuti. Unaleta makelele. Sogea hapa. Sogeni hapa wote. Sasa unafoka. Sogea hapa. Sogea wewe bwana. Nyinyi hampendi ustaarabu. Wewe unakuja eti kwenye ofisi ya rais, unakuja kusema mto umeingia ndani. Mbona godoro limeingia ndani? Tulieni. Sikulipa mshahara ndio. Tulieni. Wote kwa pamoja, wote mmeenda shule. Wote ni Watanzania. Ndio. Tuanze pale. Anza juu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ofisi ya Rais, Tawala na Serikali, Halmashauri ya Manispaa, Ofisi ya Tendaji. Mtaa wa Mkunguni. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa. Hizi ni serikali za Mitaa. Mtaa uko kwenye mkoa, ambapo mkoa unapatikana kwenye nchi ya nini? Tanzania. Tusikilizane. Sisi waziri wetu Bwana Mchengerwa, mbunge wa Rufiji, ndio waziri wa serikali za mitaa na tawala za mikoa ambaye TAMISEMI. Ofisi ya rais Ndio hii. Nisikilize. Bwana wewe Zote hizi ni ofisi za rais kwa sababu ziko chini ya rais. Rais ni mwenyekiti wa chama na rais ndio amiri jeshi mkuu wa nchi yetu. Ndio. Ndio mnaelewa? Watanzania wote tuko chini ya mtu huyu mmoja ambaye ni nani? Ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baba unaongea tu Kwa hiyo hii ni ofisi ya rais, lakini rais mwenyewe hapa hapajui. Baba, na swali baba. Rais mwenyewe hapa hapajui, hajawahi kuja. Ndio mnanielewa? Rais anapatikana Ikulu, ziko mbili. Ya kwanza iko Posta pale Magogoni, lakini ya pili makao makuu Dodoma. Hizo ndio sehemu ambazo unaweza kumpata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na alivyosema nasikiza kero mmoja mmoja, hajamaanisha kwamba uje kusema mkeo sio kunyang'anya, wewe umenyimwa unyumba, wewe kidole lako jioni, wewe mshahara. Ana maana hiyo. Rais tunavyosema baba mkono unaona unajipu. Haya ongea. Umetuharibisha vizuri sana. Sisi tunakushukuru kama wananchi na ndipo hapo tunapojiona. Mimi sihitaji shukrani, hii ni kazi yangu. Tunajiona wananchi ambao wako tunakurupukia mambo, lakini mngewezaje kujenga ofisi ya rais kwenye mtaa wetu bila kutupa hiyo elimu? Mpaka jengo mmeshajenga. Mimi nimetumia hadi 7,800 kufika hapa. Najua ukisha andika ofisi ya rais ni sawa, hapa uandike ofisi ya magari, si utakuta magari. Ndio hapa ni ofisi ya rais. Kwa nini nisimkute rais? Alafu mmeshajenga, mmeweka na bango, watu tumeshatembea na nauli zetu tumefika, ndo natupa elimu kazuri. Hii gharama ya kufika kuja kuchukua elimu nzuri si ungetupa kabla kupanga matofali. Sawa. Ndio maana tuna website. Hizo ndio maana ndio mnaturudisha nyuma. Maumivu haya mimi sasa nayapeleka wapi? Umeuliza swali zuri sana. Hizo gharama sisi hatuwezi kuzilipa. Na nataka niwarudishe tena kwenye bango. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa, Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni. Kile cha juu sisi hakituhusu. Kinachotuhusu sisi ni haya hapa maandishi ya chini. Ofisi ya afisa mtendaji mtaa wa Mkunguni B, kata ya Ananasi. Hicho ndo kinatuhusu sisi. Kwa mimi hapa nataka niwasikilize nyinyi. Nani anataka barua ya mdhamini? Nani anataka kitambulisho? Nani anataka kadi ya kitambulisho cha NIDA? Barua ya serikali za mitaa? Sasa si twende wapi? Kuna mahali tuliko. Nenda Lumumba, Magogoni au Dodoma. Sawa. Huko ndo rais hapa. Sawa. Una ndevu tu lakini akili unazo. Tunashukuru. Jamaa. Hebu una akili sana. Wewe. Kila kitu kimefeli. Unaweza kuwa na kafu moja hapo nimepata kanaburi kidogo. Mimi natamani nipate jero niondoke nyumbani. Tusaidiane basi.